Hawa ni watu waliomdhihaki Mungu na kupatwa na majanga vifo. Wa kwanza ni John Lennon. Huyu alikuwa ni mwimbaji. Wakati alipokuwa akihojiwa na mwandishi wa habari wa gazeti la American, alinukuliwa akisema hivi: Ukristo utakufa na kutoweka duniani. Siwezi kuwa na wasiwasi na hilo kwa kuwa nina uhakika nalo. Mafundisho ya Yesu yalikuwa sahihi na wala sipingi hilo, ila mafundisho yake yalikuwa mepesi sana ambayo mtu yeyote anaweza kuyafundisha. Hebu angalia leo, tumekuwa maarufu hata zaidi yake. Hapo alilitaja kundi lake la The Battle. Ilikuwa ni mwaka 1966, wiki moja baada ya kutamba kwamba yeye na kundi lake walikuwa maarufu hata zaidi ya Yesu, akapigwa risasi 6 na kufariki dunia. Wa pili ni Tancredo Neves, rais wa Brazil. Alisema kwamba endapo angepata kura 500,000 kutoka katika uchaguzi mkuu wa Brazil na kuwa rais, hata Mungu asingeweza kumtoa katika urais huo. Ni kweli alifanikiwa, akapata kura zaidi ya hizo, akashinda uchaguzi. Siku moja kabla ya kuapishwa akafariki dunia. Watatu ni Cazuza, mwanamuziki pia wa Brazil. Alipokuwa katika show yake ndani ya jiji la Rio de Janeiro, alichukua sigara akaanza kuivuta, akachukua nyingine na kisha kuirusha juu na kusema, Mungu, hiyo yako, chukua nayo uvute. Alifariki akiwa na miaka 32 kwa ugonjwa wa kansa mapafu ambayo iliharibu sana mapafu yake kuliko mgonjwa yoyote ule katika historia ya ugonjwa huo duniani. Mtu wa 4 ni mtengenezaji wa meli ya Titanic. Baada ya kutengeneza meli ya Titanic, mwanahabari akamuuliza ni kwa kiasi gani ilikuwa salama, naye alijibu, ni salama sana, haiwezi kuzama, hata Mungu hawezi kuizamisha. Nafikiri unajua kilichotokea kuhusu Titanic. Mtu wa 5 ni Bon Scott, mwimbaji huyu. Mwimbaji huyu ambaye alitamba miaka 70 alitoa wimbo wake mmoja mwaka 1979 wenye maneno haya: Don't stop me, I'm going down all the way, down the highway to hell. Tarehe 19 Februari mwaka 1980 alikutwa amekufa baada ya kupaliwa na matapishi yake. Inachekesha Wa 6 ni mwanamke mmoja alikuwa akihofia sana kuhusu ulevi wa marafiki wa mtoto wake. Wakati wanataka kuondoka na gari, akamshika mtoto wake mkono garini na kumwambia, binti yangu, Mungu awatangulie katika safari yenu. Yule binti akajibu, gari limejaa mama, huyo Mungu labda akae kwenye boneti ya gari. Baada ya masafa fulani ya safari yao, gari lile lilipata ajali kiasi ambacho hata polisi hawakujua ni aina gani ya gari lilikuwa. Lilikuwa limebondeka sana na watu wote walikutwa wamekufa. Kilichowashangaza polisi, trailer mayai wala halikuonekana kuguswa na hakuna hata ai moja lilokuwa limevunjika, na wakati gari lilibondeka mpaka kutotambulika. Mtu wa 7 ni Christina Hewitt, mwandishi wa habari. Huyu alikaririwa akisema hivi, nimesoma vitabu vyote duniani, ila kuna kitabu kibaya, narudia tena, kibaya na kibaya kama Biblia. Siku chache baada ya kusema maneno hayo, mwili wake ulikutwa umeunguzwa na moto ambao haijulikani mpaka hii leo ule moto ulisababishwa na nini. Mtu wa 8 ni Marilyn Monroe. Huyu alikuwa ni mwigizaji. Huyu alifuatwa na Billy Graham na kumwambia kwamba alitumwa na Roho wa Mungu kwa ajili ya kumhubiria. Alimkaribisha ndani, akamsikiliza kwa makini kabisa. Alipomaliza akasema, simuhitaji Yesu wako, unaweza kuondoka naye. Wiki moja baadaye alikutwa amekufa katika makazi yake. Polisi walijaribu kuchunguza kipi kilimuua, lakini hadi leo hawajapata jawabu. Hawa ni watu ambao walimdharau Mungu na pale pale walipata pigo lake. Kaa mbali na shetani, mkaribie Mungu popote pale ulipo. Hakika ufalme wake ni wa milele na wenye kutukuka. Mimi ni Steve Champion. Ciao.